Bwana akubariki sana mpendwa wangu kwa siku ya leo. Nina furaha kukuona kwamba umeamka ama uko mzima popote pale ulipo. Ningependa siku ya leo tuweze kushirikiana kwa mafundisho, na usikose kuwa pamoja nami kila siku ya Jumatano kwa ajili ya mafundisho, na ifikapo siku ya Alhamisi ni neno la ushauri, na Ijumaa ni Bwana akuponye, watu wafunguliwe ulimwengu wote. Jina langu ninaitwa Mchungaji Patrick Kisibo Mazonga. Siku ya leo ningependa tushirikiane ili tuweze kuangalia sehemu muhimu ambayo Mkristo inapaswa hii sehemu aweze kuitambua na kisha aweze kuilinda. Wacha tuangalie maneno machache ili tuweze kufundishana kwa muda mfupi tu sana, alafu tuachane, tukutane tena Jumatano nyingine. Kitabu cha waraka wa Waebrania hapo 12 tukiangalia kifungu cha 6. Anasema, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Mpendwa, ujue una mwili huu. Sasa basi, itafika wakati ambapo utaenda kisha utateleza mahali, iwe kwa mawazo, iwe kwa vitendo, iwe kwa tabia. Hakuna asiyeweza kuteleza hata mmoja ulimwengu, yoyote yule, kuanzia mimi. Wewe nawe unatambua kabisa kwamba sipendi kukosa, lakini kwa mwili huu mara umeteleza, mara umekosa. Hili jambo linashika mtu yoyote, awe na upako kiasi gani. Ukiwa kuna mahali umeteleza ama umekosea, basi huwa kuna adhabu ambayo inakujia. Huyu Mungu mwana ampendaye yeye humrudi. Kwanza, unapoona ya kwamba kuna masikitiko, kuna masononeko, ghadhabu hii ya Mungu imeanza kukupata, unasikia sasa huna amani, hasa wewe ukubali kurudiwa. Ujikubali kwamba mimi nimekosa. Yaani utambue kwamba mateso haya nilipokuwa sikufanya hili, sikuwa nayaona. Makosa ukiyafanya, huwa huyu roho wa Mungu anazimika, ananyamaza kabisa. Pia utaanza kuona kwamba una ghadhabu kama ni baraka zitakatika. Kama ulikuwa mtu wa kupokea fedha ama kuwa na visirani vizuri vya kubarikiwa, vitaanza kukauka kabisa. Gundua ya kwamba, angalia pale ulipokosea. Ikifika wakati huo ukigundua, ndipo sasa uwe na kustahamili na kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Unapoenda kukosea na unajua hapa nimekosea, unaweza uone hakuna matokeo mabaya, hutaona madhara hapo kwa hapo. Sasa hapa ndipo mahali ambapo panadanganya mwanadamu. Sikia nikuonye siku ya leo, kila adhabu haionekani kuwa ni njema. Adhabu yoyote ndipo kule mbeleni sasa itakutoa mahali pazuri kwenye haki na amani. Ikiwa adhabu ya Mungu inaanza kukupata, stahamili, ulinde huu utakatifu. Utakatifu unahitaji kulindwa sana. Kuulinda ni kwamba unapokosea, vunjika na kunyenyekea, kuenda mbele za Mungu na kukubali katika ndani ya moyo kwamba ni kweli nilifanya hivi, nilikuja nikaombewa, nikabarikiwa, na nikaahidi ya kwamba nikibarikiwa nitatoa fungu, sikutoa, ndio kazi imepotea. Ujue hivyo sasa, Mungu sitafanya tena hivyo, na usifanye tena. Utaanza kurudiwa na Mungu. Ukirudi mahali pazuri, unaanza kuona vile vitu vya zamani vinakuregelea tena, unaanza kuregelewa tena na uwepo wako. Amani inakuja, kama ni barua unapata, biashara yako inainuka, baada ya kuwa sasa umenyenyekea, umekubali kuchapwa na huyo Mungu, umemrudia, umeelewa kwamba nilikosa hili. Sasa ukishika laini ya kuwa Mungu amekurekebisha mpaka umeshika laini nzuri, usijaribu kupoteza tena hiyo nafasi. Endelea kuulinda utakatifu. La pili, la mwisho ni kwamba uchunge wakati wa kuondoka kwako, maana huu mwili ndio adui. Utaguswa mwili, utaumwa. Kubali kufa na Yesu Kristo ili ukauone uzima wa milele. Kwa hivyo unapoona mambo hayo yanakujia, basi zidi kuweza kuyaelewa na kunyenyekea na kutubu na kumwambia Bwana, ni kweli nimekukosea, wacha mimi nije mbele zako
ukapate kuzidi kuweza kuvunjika, na Bwana atakurudi. Bwana akubariki. Tunapoachana, wewe ndiwe mshirika wangu. Usikose kunisikiza kila Jumatano ili kuweza kukufunza zaidi ya kuwa uweze kustahamili, uvumilie, uache na ujizuie, kisha unyamaze, halafu uweze kumwomba Bwana na Mungu atakubariki. Tuombe. Baba wa rehema, kwa jina la Yesu nakushukuru kwa kila mmoja ambaye amenitazama. Endelea Bwana kuwa pamoja na kila mwanafunzi ambaye Bwana ameniangalia katika ulimwengu wote. Wacha Bwana umpe kuelewa neno hili ili wakaulinde utakatifu, aanze mwanzo kulinda utakatifu na mwisho akavumilie kufa juu ya Bwana, ili tukapate kuishi pamoja nawe. Na kushukuru Baba, maana utawapa Baba amani ya kuweza kulinda utakatifu na kudumu katika huo, maana hakuna atakayeingia mbinguni pasipokuwa na huo. Na kushukuru Baba kwa vile umwema umefanya hivyo, utawabariki wanao. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, nami nimeomba na kuamini.